Miaka mitano ambayo Zitto Kabwe amekuwa mbunge Kigoma mjini. Yeah. Ilikuwa miaka ya namna gani? Kwa sababu yeye anajivunia rekodi ya utumishi ambao anasema ni utumishi wa viwango vya juu kwenye miaka mitano, 2015 mpaka 2020. Kwenye jimbo gani? Jimbo la Kigoma mjini. Asilimia 90 ya vitu alivyoahidi hajatekeleza. Hata hichi aliahidi, ameshapata hela kutoka Belgium, aliahidi kwa ameshapata hela kutoka Egypt kwa ajili ya kilimo cha michikichi. Ameahidi vitu chungu tele, lakini asilimia 90 hajafanya. Kama Zitto hakufanya chochote na asilimia 90 ya ahadi zake zilikuwa za uongo, kwa nini mwaka 2020 wewe ulikuwa ukimnadi na kusema Zitto Kabwe ni mgombea bora ambaye CCM haina uwezo wa kumshinda kutokana na kazi nzuri alofanya? Yaani kwa sababu kama chama kikishampitisha mgombea, kwa sababu kumbuka mimi nitaka kugombea 2020. Nilimwambia akae pembeni niende mimi, kwa sababu nilikuwa najua rekodi yake ni mbovu. Lakini chama kikishampitisha mgombea, so nyie wote mnaungana kwa ajili ya kupromote mgombea. Kwa hiyo naunga mkono uongo na utapeli kwa wananchi. No, unajua tumemsema sana. 2020 tumemsema sana. Umemsema wapi? Kwenye vikao tumemwambia, ndugu yangu, hivi vitu unavyofanya kwenye mji huu, ukija ukarudia kwenye hii miaka mitano, kama utapata nafasi kiuhalisia, kila mtu atashika mti wake. Hatuwezi tena kuendelea kubeba hichi ambacho wewe kwenye wananchi 100 wa jimbo la Kigoma mjini, 95 lazima watakuwa wamesha danganywa na Zitto. Kwa wao wamejipanga this time kumwadhibu kwa kile ambacho amekifanya kwa kipindi kirefu. Lakini kama Zitto Kabwe ni mwanasiasa muongo na ndio mwalimu wako wa siasa, wewe utakuwa muongo pia? Mimi nadhani cha msingi na cha muhimu, tutadanganyana kama nitabeba kila kitu alichonifundisha Zitto. Nitakuwa na kudanganya. Vipo vitu alinifundisha, nimevichukua, na vitu vingine nimeachana navyo. Na ndio maana this time mimi nakuwa mgombea bora kuliko yeye Kigoma mjini. Umechukua nini kwa Zitto na umeacha kipi na kipi? Kwanza uwezo wa kulitafakari jambo kabla ya kulifanya. Zitto anapenda sana kukaa na kuona ili tunaendaje, hapa tunakwendaje. Hiyo nampa credit zake moja kwa moja. Lakini pili, kutokuwa na woga kwenye kuulizwa maswali. Zitto, njia pekee ya kumdhibiti Zitto ni kutompa nafasi ya kuongea. Akiwa na kesi yoyote ukampa nafasi akaongea,